Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai umzima, ubuheri wa afya, nami penye nipo kukweba. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Kuna habari zingine ambazo ni za kifo zimeweza kugonga ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan. Ni nini hii ama ni kipi hiki ambacho kinaendelea haswa katika serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan, kwa sababu tunaendelea kushuhudia vifo kila wakati. Nani huyu ameaga dunia serikalini na ni kivipi ameaga dunia? Hayo ndio tunaenda kuchanganua. Kulingana na ripoti zile ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari, tunahabarishwa kwamba kupitia mtandao wa Mwanahalisi wanasema ya kwamba mhasibu mkuu ofisi ya msajili wa vyama vya siasa afariki dunia. Chapisho hili likaendelea kusema ya kwamba mhasibu mkuu wa ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa Mbogo Alexander Munubi amefariki dunia ghafla tarehe 28 Disemba mwaka huu 2025 mkoani Dodoma. Mipango ya mazishi inaendelea kuratibiwa kwa ushirikiano kati ya familia ya marehemu na ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa, huku taarifa zaidi kuhusu ratiba ya mazishi ikitarajiwa kutolewa baadaye. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imetoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na watumishi wote walioguswa na msiba huo, ikiwaomba waendelee kumwombea marehemu apumzike kwa amani. Huyu ni mhasibu mkuu wa ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa katika serikali ya Tanzania. Kwa hivyo ni habari ambazo ni za kushitua bakubwa haswa katika serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kabla nizame kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe na kubembeleza uweze kusubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribed. Kando yake kuna kengele na kuomba tu bonyeza kengele ili wakati tunapoweka kanda mpya utakuwa unapokeza notification kufahamisha kwa Mkenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Na ukimaliza kutazama, sambaza hii link ya kanda hii kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Kwa hivyo mhasibu huyu Alexander ambaye anafanya kazi katika ofisi ya kusajili vyama vya kisiasa ameaga dunia ghafla. Kwa hivyo ni kifo kingine ambacho kimeshitua ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan, kwa sababu huyu ambaye ameaga dunia ni mtumishi wa umma ama mtumishi wa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Tumeshuhudia vifo vingi haswa katika serikali ya Samia Suluhu Hassan tangu aapishwe na kuingia afisini. Na kwa kusema ukweli halisi wa mambo ni kurejesha nyuma kidogo, ni kukumbushe, baada ya Samia Suluhu Hassan kutangazwa na kuwa mshindi, tuliweza kushuhudia mbunge katika eneo bunge wakilishi la Beramiho ambaye anaitwa Jenista Mhagama akiaga dunia, baadaye akazikwa. Kwa hivyo kifo kisababisha mshtuko mkubwa katika ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan, kwa sababu yule mbunge alikuwa mwanachama wa chama tawala ambacho kinaongozwa na Samia Suluhu Hassan ambacho kinajulikana CCM, ukipenda Chama cha Mapinduzi. Baadaye, kabla ya Jenista Mhagama kuzikwa, tuliweza kushuhudia Balozi Timothy Pandora naye akiaga dunia ghafla akiwa akipokezwa matibabu katika hospitali moja mjini Nairobi, Kenya. Kwa hivyo tukashuhudia vifo
vikiendelea kufuatana, na baadaye tukashuhudia kijana ambaye ni kiongozi wa chama cha CCM kule Dar es Salaam ambaye anaitwa Juma Changalawe, naye akaaga dunia, mwana CCM huyu. Baada ya muda mfupi kukamilika, tukashuhudia ambaye anaitwa Julius Benedicto Malaba ambaye ni mmoja wa watumishi wa serikali, naye akiaga dunia. Kwa hivyo sasa kifo kingine ni cha Alexander ambaye ni mhasibu katika ofisi ya kusajili vyama vya kisiasa. Ni kifo cha 5 sasa, na tuliona ajali nyingi zikiendelea kushuhudiwa Tanzania, hata yule ambaye ni naibu waziri akihusika kwa ajali. Baadaye tukaona hata gari la polisi likihusika kwa ajali, na tukashuhudia jeshi la polisi wawili wakiaga dunia wakati ajali iliweza kushuhudiwa kati ya gari la serikali ambalo ni la jeshi la polisi na liliweza kuanguka na kupiringika, baadaye wakaaga dunia wawili. Kwa hivyo katika serikali ya Samia Suluhu Hassan maajabu yanaendelea kushuhudiwa, haswa ya vifo kila wakati. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Kuna swali ambalo tungependa kujibu, lakini hatuwezi kujibu, ila tu Mwenyezi Mungu ndiye anaelewa. Kwa hivyo Watanzania wenzangu, penye imefika tunastahili kuhusika kwa maombi ili kukomesha ama kufikisha mwisho habari hizi ambazo zinaendelea kutangazwa kila wakati za vifo, haswa katika serikali ya Samia Suluhu Hassan. Ikumbuke kwamba wakati Samia Suluhu Hassan aliingia afisini baada ya kutangazwa na kuapishwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi katika uwanja wa kijeshi, tuliweza kuona kabla ya kuapishwa kwake wengi waliweza kuangamia, hasa wakati maandamano yalikuwa yameshika kasi katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Wengi wakaaga dunia kwa sababu ya maandamano yale ambayo yalianza siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Na kuna baadhi ya familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao wengi hadi kufikia sasa hazijakabidhiwa miili ya wapendo wao, huku kituo cha CNN kikiweza kudai kwamba kulikuwa na makaburi la halaiki ama namba moja ambapo watu wengi waliweza kuzikwa, na kufikia sasa hamna yeyote ambaye anaelewa, ila tu mahakama ya ICC iliweza kualikwa nchini Tanzania kuhakikisha kwamba imefanya uchunguzi wa kina kubaini ukweli halisi wa mambo kuhusiana na wale ambao waliweza kuaga dunia wakati wa maandamano na idadi yao iweze kujulikana. Ikumbuke kwamba bunge la Ulaya liliweza kutoa agizo ama kuagiza serikali ya Samia Suluhu Hassan kuhakikisha ya kwamba miili ya wale ambao wameaga dunia imekabidhiwa familia husika ili waende kuizika, na wale wote ambao wamezuiliwa kwa sababu ya kisiasa wakiongozwa na Tundu Lissu ambaye ni kiongozi wa chama cha Chadema waweze kuachiliwa huru mara moja bila sharti lolote, na kupokezwa matibabu na kukubaliwa kuenda na kuonana na familia zao. Kwa hivyo ni mengi ambayo yanaendelea sasa hivi haswa katika taifa la Tanzania. Kwa hivyo kifo ambacho kimeweza kuripotiwa cha sasa hivi ambacho kimeweza kushitua wengi haswa Ikulu kwa sababu ya nafasi ile ambaye anashikilia ya kuwa mhasibu katika ofisi ya kusajili vyama vya kisiasa ni Alexander ambaye ameaga dunia. Lakini kama kituo hiki tunatuma pole zetu za rambi na Maulana akae katika kiti cha enzi aweze kuilaza roho ya mwenda zake mahali pema palipo na wema. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kujulisha yale ambayo yanaendelea hasa katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button and this down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload the video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content also with our WhatsApp groups and on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Ladies and gentlemen, be blessed by our supreme being who loves and heaven. Let's meet in the next video. Bye bye.